wa roho huja baadaye. Bwana asifiwe sana. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili baadaye huja ule wa roho. Mwanadamu anavyotengenezeka katika tumbo la mwanamke, Bwana asifiwe, anaanzaga kutengenezeka ule mwili wa asili, ambayo asili yake ni kuharibika, ambayo asili yake ni hapa duniani. Huo mwili ukianza kutengenezeka, ndipo baadaye mwili ule ambao unatoka mbinguni unakuja ndani yake na kutia uhai, ndipo kinakuwa kiumbe hai kamili ambacho kinaweza kusurvive hapa duniani. Kwa hiyo kuna mwili wa asili ambao unatokana na uasili wa hapa duniani, na kuna mwili wa mbinguni ambao unatokana na uasili wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kama wewe ni mtu wa Mungu na ni mtakatifu wa Mungu, au mtu yeyote unayosikiliza somo hili, inakupasa ujue wewe uko katika sehemu mbili tofauti. Bwana asifiwe. Uko katika sehemu mbili tofauti. Mstari wa 47 unasema, mtu wa kwanza anatoka katika nchi, ni udongo, ni wa udongo, na mtu wa pili anatoka mbinguni. Bwana asifiwe sana. Mtu wa kwanza anatoka katika nchi, na huyu mtu ni wa udongo, na mtu wa pili anatoka mbinguni. Mtu wa kwanza ndo yule tunayesema alitengenezeka katika, anaanza kwa kutengenezeka katika katika tumbo la mwanadamu, katika tumbo la mwanamke. Anapokuwa mjamzito, unaanza kutengenezeka ule mwili wa asili unaosikiaga asili yake ni mavumbini na utarudi mavumbini. Bwana asifiwe. Na kisha unakuja ule mwili ambao asili yake ni mbinguni, unakaa ndani yake. Huu mwili unaokuja ambao asili yake mbinguni ndiyo roho inayokuja kukaa ndani ya huo mwili, na kisha ndipo kinapokuwa kiumbe kamili. Huu mwili hauwezi ukafunction jambo lolote pasipo roho kuwepo ndani yake. Bwana asifiwe. Huu mwili wa asili hauwezi ukafanya jambo lolote pasipo roho kuwepo ndani yake. Lakini tena huu mwili wa asili una mambo yake tofauti na mambo ya ule mwili wa kutoka mbinguni. Bwana asifiwe sana. Mtu wa kwanza anatoka katika nchi, ni wa udongo, na mtu wa pili anatoka mbinguni. Kama ilivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo wale wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hapa zinaongeleka zile asili mbili sasa. Kama alivyo yule wa udongo, ndivyo walivyo wale wa udongo.